Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari za kimichezo. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia habari kukihusu kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na ripoti kamili kutokea huko nchini Rwanda katika mji wa Kigali, ambako klabu ya Simba ilikuwa imekita kambi kwa takriban wiki kadhaa ikiwa tu katika sehemu ya maandalizi ya kuelekea msimu ujao wa kimashindano 2026 2027. Na kwa siku ya leo, kama nilivyokutaarifu kwa siku ya jana kwamba watakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya El Merreikh kutokea huko nchini Sudani, na hatimaye mchezo huo tayari umekwisha kamilika na klabu ya Simba imeibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Mabao ya Libase Gay sambamba na Ibrahim Doumbia yameifanya klabu ya Simba kuweza kuibuka na ushindi wa goli 2 kwa sifuri katika uwanja wa Ferwafa Stadium huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda, uwanja ambao unamilikiwa na chama cha soka pale nchini Rwanda. Sasa ilikuwa ni sehemu ya maandalizi ya klabu ya Simba, na kwa siku ya kesho klabu hiyo inatarajiwa kuweza kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi kuelekea tamasha la Simba Day, lakini pia masuala mazima ya maandalizi ya msimu mpya wa kimashindano moja kwa moja. Ilikuwa ni pre-season au sehemu ya maandalizi ambayo Simba wamepata mechi takriban 4 ambazo zimewajenga. Walianza dhidi ya Mogadishu City, wakatoka sare, wakakipiga dhidi ya Jamus, wakatoka sare, lakini pia dhidi ya Singida Black Stars wakaibuka na ushindi wa goli 2 kwa sifuri, sambamba na leo dhidi ya El Merreikh wameweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mwalimu Steve Barker pengine kuna vitu ambavyo amevipata hasa katika upande wa mkakati na kuangalia eneo gani ambalo inabidi aongeze nguvu kwa kuona mapungufu, lakini pia eneo jingine ambalo inabidi aweze kutilia mkazo ili mradi kufikia malengo ambayo kama Simba wamejiwekea kwa msimu unaofuata moja kwa moja. Na kwa mchezo wa leo ulikuwa ni mchezo ambao walikipiga dhidi ya El Merreikh, miongoni mwa timu ngumu kutokea katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na ni timu ambayo wanakwenda pia kukutana kwenye kampeni za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao kwa umoja wao wote watakuwa wanaunda timu zitakazoshiriki katika mashindano hayo kwa mwaka huu 2026. Kwa hiyo Simba watarajia nchini kesho Dar es Salaam kwa ajili tu ya kuanza maandalizi ya msimu mpya, lakini pia kujiandaa kwa ajili ya tamasha la 18 la Simba Day kwa mwaka huu 2026, tamasha ambalo klabu ya Simba pia watakuwa wanaadhimisha miaka 90 kuanzia kuanzishwa kwa klabu hiyo kubwa katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, lakini pia katika nchi ya Tanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo Simba tayari kambi yao nchini Rwanda imekwisha malizika na hatimaye wanarejea nchini Tanzania. Jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua, ambaye nimekuletea hichi ambacho kinawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mabingwa wa kombe la Muungano kwa mwaka 2026. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Nyuma ya kamera alikuwepo Agnes Alois.